Hili ni baraza la 3 tangu kupitishwa azimio hilo mwaka 2022. Kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita, baraza kivuli limekuwa nguzo muhimu katika kuibua changamoto za wananchi, kusukuma mjadala wa kitaifa kuhusu masuala ya msingi ya wananchi na kushawishi hatua mbalimbali za kisera na kiutendaji kutoka serikalini. Baraza hili limejijengea heshima kama jukwaa la hoja mbadala, sauti ya wananchi na sehemu ya kuendeleza mapambano ya kuibana serikali katika kuitafuta Tanzania ya wote kwa ajili ya maslahi ya wote. Kwa mwaka huu wa 2026, baraza kivuli litakuwa tofauti kidogo ilivyokuwa hapo awali. Mbali na kuwatumia wanachama wenye uzoefu, uwezo na weledi waliopo nje ya bunge, litawahusisha wabunge waliopo bungeni ili kupanua wigo wa usimamizi wa serikali na kuimarisha ubora wa utendaji. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa ACT Wazalendo inaendelea kuwa sauti imara ya wananchi ndani na nje ya vyombo rasmi vya dola. Katika uteuzi niliofanya, ninapenda kutangaza kuwa umezingatia uwakilishi wa kitaifa, uwiano wa kijinsia na umezingatiwa. Nimeteua jumla ya wanawake wasemaji, mawaziri vizuri kamili 21 kati ya wasemaji wote 23, sawa na asilimia 47 ya wasemaji wote. Na orodha mpya ya wasemaji na manaibu wasemaji wa kisekta ni kama ifuatavyo: Waziri Mkuu kivuli ndugu Isiaka Rashid Mchinjita, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati na Madini ndugu Luhaga Jolson Mpina. Katibu Mkuu kiongozi ataendelea kuwa ndugu Idrisa Abdul Kweweta. Wasemaji: Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, na pia mnadhimu wa baraza kivuli ndugu Nagi Kaboyoka. Ofisi ya Rais, Mipango, Fedha na Hifadhi ya Jamii ndugu Ado Shaibu Ado.